Tangu siku ile mpaka leo, muda wote watawala wako bize kuzunguka mtaani kueneza propaganda ambazo hazina kichwa wala miguu. Hakuna hata mmoja ambaye yupo tayari kuongea uhalisia wa tatizo. Hakuna hata mmoja ambaye anasimama na kusema kwamba this is the root cause of the problem. Ingawa chanzo cha tatizo kipo wazi, kipo uchi mbele yetu sote. Now, kama kuna jambo ambalo Watanzania tunapaswa kuliogopa, ni pamoja na kushindwa kuongea ukweli. Dola ikishaamua kuwekeza kwenye uongo, mna tatizo kuliko mnavyowaza. Ngoja nikwambie root cause ya hili tatizo. Mwaka 1967 wakati tunafanya sensa yetu ya kwanza, Tanzania tulikuwa tuna jumla ya watu milioni 12. Mwaka 1978 wakati tunafanya sensa yetu ya pili, Tanzania ilikuwa tuna jumla ya watu milioni 17. 88 wakati tunafanya sensa yetu ya tatu, idadi ya watu ilikuwa imefika milioni 23. 98 hatukufanya. 2002 wakati tunafanya sensa ya 4, tukakuta Watanzania wameongezeka, wamefika milioni 34. Mwaka 2012 wakati tunafanya sensa yetu ya 5, tukakuta population imeongezeka, imefika watu milioni 44. Juzi mwaka 2022 tulipoenda tena kuhesabu watu kwa mara ya 6, tukakuta population imeskyrocket kutoka watu milioni 44 mwaka 2012 mpaka watu milioni 61 mwaka 2022. Leo ukienda kuangalia makadirio ya idadi ya watu Tanzania miaka 4 baada ya sensa, utakuta kwamba Tanzania ina zaidi ya watu milioni 71. Yaani tumetoka watu milioni 34 mwaka 2002 mpaka watu milioni 71 mwaka 2026. Tafsiri yake ni kwamba zaidi ya 50% ya Watanzania milioni 71 waliopo leo hawakuwepo mwaka 2002. Zaidi ya nusu ya population ya Tanzania leo ni watu wapya ambao hawakuwepo miaka 23 iliyopita. Think about this. This is the root cause of the problem. Msingi wa tatizo ni huu. Tuna kasi kubwa sana ya ongezeko la watu, alafu at the very same time tuna kasi ndogo sana ya ongezeko la uboreshaji wa maisha ya watu. Kasi ya uwekezaji katika human capital development, kasi ya utengenezaji wa fursa za ajira, kasi ya uwekezaji katika miradi ya maendeleo ya watu haipo sawa kabisa na kasi ya ongezeko la watu. Matokeo yake ni kwamba watu wengi wanaendelea kuwa wakimbizi wa kiuchumi. Wanaendelea kuwa watu hopeless, wasioiona kesho. Kisha kuwa na kasi kubwa ya ongezeko la watu kama hivi, afu wakati huo huo una viongozi ambao wanatembea mwendo wa kobe. Una viongozi ambao wanawaza tu kisha magari ya kifahari na kulipana mamilioni ya pesa bila kuangalia uhalisia wa nchi. Matokeo yake ndio kama yale ya tarehe 29 Oktoba. Watatoka, watadai, utawaua, watatoka tena, watadai, utawaua, na mwisho watakuua wewe. Huo ndio uhalisia. Haijaanza leo duniani. Imetokea kwenye nchi nyingi sana na inaendelea kutokea kila siku. Na sifa ya historia ni consistency. Itatokea tena na tena na tena kwa sababu ni zile zile. Hakuna mtu atakubali kukaa ndani ambako hana uwezo wa kula, hana uwezo wa kuendesha maisha yake, hana uwezo wa kuhudumia familia, alafu akasema kwamba atakaa endelee kumwangalia kiongozi anatumia pesa ya umma milioni 640 kununua gari kutembelea. Hakuna. Watatoka, utawaua, watatoka tena. Hakuna mtu atavumilia na kukaa ndani huko anaona viongozi wanatumia pesa kufanya mambo ya kipumbavu kabisa, huku wao hawana uwezo wa kuboresha maisha yao. They will come out. You will kill them, they will come again. You will kill them, they will come again.
Utawaua kila siku, wataendelea kutoka. Huo ndio uhalisia. Unasema kwamba watakuwa na hofu. Hawatakuwa na hofu milele. Mtu mwenye njaa hawezi kuwa na hofu. Huo ndio ukweli ambao tutaki kuface. Tuna kasi kubwa ya ongezeko la watu, tuna kasi ndogo ya uwekezaji katika maisha ya watu. Tena kukumbusha kitu kimoja cha msingi sana. Leo ukipitia idadi ya ajira zinazotengenezwa na serikali, kasome zile hotuba za waziri mkuu, kila mwaka ni jumla ya ajira 400,000 tu. Kwa ujumla zote, private sector na public sector, ajira rasmi na zisizo rasmi, zote kwa ujumla kila mwaka ni ajira 400,000 tu, sio zaidi ya hapo. Na ukienda kwenye ajira rasmi, ukaangalia kwa mfano kwenye public sector, jumla ya ajira zinazozalishwa ni ajira 70,000 tu. Hii ni kwa mujibu wa takwimu za serikali, ziko pale NBS, nenda kaziangalie. Ajira 70,000 tu rasmi kila mwaka. Na nyingi, karibu 50% kati ya hizo ni replacement. Hasa angalia kasi ya ongezeko la watu kila mwaka, alafu linganisha na idadi ya ajira zinazotengenezwa kila mwaka. Ni mashariki na magharibi. Ukienda kuangalia kwa mfano zile takwimu za idadi ya watu waliopo kwenye soko la ajira, wanaoingiza kipato fulani, jumla ya watu waliopo kwenye soko la ajira Tanzania leo ni watu milioni 4. Milioni 4. Now, takwimu za population zinatuambia kwamba 35% ya Watanzania ni vijana kati ya miaka 15 mpaka 35. Ukichukua ile idadi ya watu milioni 70, ukatafuta 35% yake ni ngapi, utakuta kwamba ni zaidi ya vijana milioni 20. Lakini kati yao ni watu milioni 4 tu wapo kwenye soko la ajira, wanajishughulisha, wanaingiza kipato. Tafsiri yake ni kwamba zaidi ya watu milioni 16 plus vijana tu wapo wamezagaa huko mtaani, hawana uhakika wa kipato. Hao watu kwa nini wasitoke kuandamana? Kwa nini wasitoke kuchoma vitu? Kwa nini wasitoke kuharibu mali? Think. Now, na sio kwamba tu wapo wamezagaa mtaani hawana ajira katika eneo ambalo wanaona kabisa viongozi wao wanapambana, wanajifunga mkana fanya. Hapana. Wapo katika mazingira ambayo wanaona wamepuuzwa kiuchumi, wamesahaulika kiuchumi, wameachwa kiuchumi. Alafu wakati huo huo wanamuona kiongozi wa umma anaendesha gari ya milioni 640. Kwa nini wasikuchome moto? Wakati huo huo wanasikia mbunge analipwa milioni 500. Kwa nini wasichome bunge? Wakati huo huo wanasikia mkuu wa wilaya anajengewa nyumba ya milioni 500. Kwa nini wasichome ile nyumba mkuu wa wilaya? Vitu vingine viko wazi kabisa, viko uchi. Na utaenda kuwapiga watu risasi, utawafanya nini, utawaua, lakini they have the right. Wana ile natural right ya kuresist na hata kukuua, kwa sababu you are tampering with their lives. Umewapuuza, umewanyima haki ya msingi kabisa, haki ya kuishi. Binadamu yote ana zile haki natural za msingi, freedom, justice and pursuit of happiness. Kila binadamu anayo. Hawa vijana ukiwanyima fursa ya kuingia kwenye ajira, ya kuingiza kipato, ya kuboresha maisha yao, umeua future yao na future ya watoto wao na future ya vizazi vyao. Umewalazimisha kuwa mzigo kwa familia zao. They will come out and kill you. Watachoma kila kitu. Wataenda kwenye vituo vya mwendo kasi, watavichoma. Kwa nini wanachoma? Kwa sababu wanahisi sio mali yao. Wataenda kwenye majumba ya serikali, watachoma. Kwa nini wanachoma? Kwa sababu wanahisi sio mali yao. Wataenda kwenye kila kitu, watachoma because they don't feel they belong. Mmewatosa, mmewaseta, mmewaeka pembeni. And then at the very same time mnacheza wazi kabisa, wanaona kabisa hawa wajinga wanacheza na maisha yetu. Hasa katika mazingira kama haya ambao watu wameachwa, watu wamesahaulika, watu wamepuuzwa kiuchumi kiasi hiki, ndio wanasikia kiongozi anatumia trilioni 1 kusimamia igizo la uchaguzi. Kwa nini wasikuchome moto? Fikiria tu. Wanasikia kiongozi anatumia mabilioni ya pesa za Watanzania kununulia watu ma V8. Kwa nini wasikuchome moto? Hivi vijana wa pale Lindi, kwa nini wasiende kwenye ofisi ya katibu tawala mkoa na kuichoma moto? Ikiwa wanasikia katibu tawala mkoa anatumia milioni 640 kujinunulia gari ya kutembelea. Yaani katika mazingira ambao wao hawana ajira, kiongozi wao wa mkoa anatoa milioni 640 ambao ingeweza kutengeneza mradi wa maendeleo na kuwapa wao ajira, anaenda kununua gari ya kutembelea. Kwa nini wasikuchome? Kwa nini wasikuue? Hii ni jambo dogo sana la common sense.
katika mazingira ambayo vijana hawana ajira, kwa mamilioni wamesetwa, wameachwa huko mtaani. Kiongozi anatangaza wazi kabisa kwamba anaenda kutumia milioni 500 kukarabati nyumba yake ya kuishi, anaenda kutumia milioni 640 kununua gari ya kutembelea. Anasikia hivi serikali inaenda kutumia milioni 500 plus kumlipa mtu mmoja anaitwa mbunge mshahara. Kwa nini wasiende kuchoma bunge? Unajua kuna mambo mengine yako wazi kabisa, tutaki tu kuyaona. Tunaleta maigizo ambayo hayana kichwa wala miguu, wakati uhalisia upo wazi. Tulifanya maigizo, kwa mfano ule mradi wa BBT. Upo wapi leo ule BBT? Iko wapi leo? Tumefanywa pia kila mahali, watu wanapita kwenye media, kwenye nini na kila kitu. Mradi wa BBT. Upo wapi mradi wa BBT? Hakuna kitu. Ni masiara. Nataka kasome report ya CAG kuhusu mradi wa BBT, ucheke ufe. Tumwambia kwamba mradi utatrain watu sijui 100,000 na ngapi vijana. Utahakikisha kwamba kila kijiji kina mradi fulani wa biashara ya kilimo utakao ajiri sijui watu wangapi. Tukamwambia kwamba utaajiri vijana milioni 1. Wapi? Upo wapi? Upo wapi leo? CAG anakuambia ni vijana 500 tu. 500 tu wamekuwa recruited. Na kati yao zaidi ya 90% baada ya mafunzo wameachwa. Hakuna kitu chochote kinachofanyika. Porojo. Wakati huo watu wanajilimbikizia mali, watu wanapiga mabilioni ya pesa. Kwa nini hawa vijana wasitoke kwenda kuwachoma? Na mtatoka, mtawapiga risasi, mtapambana nao kweli, mtatumia all these coercive instruments ambazo mnazo, lakini they will still come out. Na siku ya mwisho watachoma kila kitu. Wataenda airport, wataichoma kwa sababu wanahisi kwamba hii airport sio ya kwetu. Wataenda benki kuu, watachoma kwa sababu wanahisi kwamba hiyo benki kuu sio ya kwao. Wataenda bungeni, watachoma kwa sababu wanaona bunge ndo taasisi inayokaa kuhalalisha wizi na ujambazi. Wataenda Ikulu, wataichoma Ikulu kwa sababu wanahisi kwamba hii Ikulu ndo sehemu inaratibu ukandamizaji wetu. They will burn everything down. Sio kwa sababu hawajali, bali kwa sababu wanahisi sio vya kwao. Now if you want to address the root cause of the problem, ni lazima uonyeshe katika matendo, sio katika porojo. Ni lazima uwe frugal katika matumizi. Waone kwamba kuna watu wanabana matumizi kwa sababu they care about our future. Lazima waone hivyo. Hawawezi kukubali kuangalia watu wachache wanajilimbikizia mali, wanatumia mamilioni ya pesa za umma kuishi maisha luxurious, wakati wao wanaishi kama mashetani hapa duniani. They won't tolerate that. Ni swala la muda tu. Unaweza kuwatisha, unaweza kutumia ubabe wa aina yoyote kusema kwamba nitawadefeat, nitafanya nini. No, mtu mwenye njaa anaweza kuogofywa na njaa tu. Hakuna kitu kingine chochote kile. Yaani ni swala la muda tu. So if we really care about that so-called future, if we really care about that so-called taifa, we need to attend the root cause of the problem. Ni lazima tuangalie ukweli na kusema kwamba huu ndio ukweli. Tuna population inayokuwa kwa kasi sana, tuna kasi ndogo sana ya uwekezaji katika maisha ya watu, and at the very same time tuna corrupt leadership. Ukisha address uhalisia vile ulivyo, hapo utaanza kumove forward. Hakuna njia nyingine. Lazima udini na ukweli vile ulivyo. The better.